Boni Online TV. Moto ambao chanzo chake hakijafahamika uliotokea majira ya saa 7 za usiku wa kuamkia Januari 26, 2026 umeteketeza eneo la kuuzia mbao pamoja na maduka ya biashara katika eneo la Suye, kata ya Kimandulo, jijini Arusha. Akizungumza, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto mkoani Arusha ameelezea namna hali ilivyokuwa wakati wa uokoaji. Msaidizi wa jeshi la zimamoto na uokoaji na ni kaimu kamanda wa zimamoto mkoa wa Arusha. Majira ya saa 9:05 mpaka dakika 8 tulipata taarifa ya tukio la moto wa karakana eneo hili ambapo ni Mushono karibu na Mopawa hapa, na kilichokuwa kinaungua ni mbao na vifaa vilivyokuwemo katika hizi karakana. Na baada ya kufika hapa saa 9:17 askari wamefika eneo hili na kuendelea kupambana na moto, na kilichoonekana ndani ya dakika chache walivyofika wakagundua moto ni mkubwa, kwa maana wangehitaji msaada wa ziada, na ndipo tukaongeza magari mengine mawili, kwa tukawa na magari matatu hapa yanapambana na moto. Na kwa kuwa moto ulikuwa mkubwa na kama mnavyoona mazingira yenyewe yameambatana na nyumba, mbele kuna maduka, lakini ukiondoa maduka kuna baa na supermarket na vitu vingine, lakini nyuma kuna nyumba za makazi ya watu, na nyumba za nyuma zilikuwa shashika moto, kwa ikabidi tugawe gari zingine zende kule nyuma kwa ajili ya kuzima moto wa nyumba, na umeme, nguzo za umeme zilikuwa shashika moto, zote zinawaka. Bahati nzuri pia, pamoja na kwamba ilikuwa usiku, kuna baadhi ya watu walikuwa wengi wamefika maeneo haya. Mara moja tukawapigia wenzetu polisi, wameweza kufika kwa wakati na wao wakasaidia katika kucontain eneo ili libaki kuwa salama, wazimamoto waendelee kupambana na moto katika hali ya utulivu. Hata hivyo tumefanikiwa kudhibiti moto kwa kiwango cha juu sana, kwa kuwa nyumba zote zimedhibitiwa na moto haujaingia ndani kuleta madhara makubwa. Kwa kilichobaki hasara kubwa ni mbao ambazo zilikuwa zote zimeshika moto, ziko kama paleti 8 hivi, zote zilikuwa zimeshika moto na moto ni mkubwa sana. Hata hivyo tunamshukuru Mungu, tumeweza kukabiliana nao kwa ukamilifu. Changamoto ndogo ambayo imejitokeza ni maji kwenye hydrant. Tunazo hydrant 4 eneo hili, lakini zote zikawa zinatoa maji kwa uchache sana. Tukafanikiwa hydrant moja mita 200 kutoka hapa, iko shuleni, shule ya sekondari Suye pale, tukaunganisha na maji kutoka pale kuja huku kwa ajili ya kupambana na moto, ambayo nayo ilipofika saa 11 ikakata maji. Lakini jitihada zikafanyika kuwasiliana na mamlaka ya maji, kuwajulisha kwamba changamoto ya hydrant zina maji machache, na tumeenda mpaka mjini. Hata kule mjini katika hydrant zote za pale mjini zikawa na maji kidogo sana. Kwa hiyo tulipowasiliana na mamlaka wakatuelekeza tuende katika eneo lao ambako kuna kisima maalum kwa ajili ya kujaza maji kwao, manake chanzo cha maji kule kiko Sekei. Kwa baada ya saa 12 hivi ndipo tukaanza kuchukua maji Sekei na kuendelea na hatua za kuzima moto. Kwa sasa kilichobaki ni kuendelea na kucontain moto uliokuwa umefika eneo kubwa la develop. Manake moto umefika kwenye develop stage, kwa maana sasa tunaelekea kwenye decay. Decay ni kwamba moto sasa hatuwezi kuokoa kingine, zaidi sana ni kuhakikisha tunauzima kabisa, kwa sababu ni mbao, unafahamu miali yake ni mikubwa. Kwa tunaendelea kupunguza joto ili mwisho wa siku tuumalize kabisa. Ni kweli mwandishi, hata mimi nasikitika sana, tumekuwa tukifanya jitihada kubwa sana, na kwa bahati njema sana hapa tulivyofika, mimi nimefika hapa saa 9 kama na dakika 40 hivi. Nilipofika hapa nikamkuta mwananchi mmoja aliyepiga simu fire, naye ni mpita njia, alikuwa anapita, kakuta watu wanapambana na moto, na kwa taarifa tulizoambiwa hata walinzi waliokuwepo wamekimbia. Walivyoona wanazima moto wameshindwa kuuzima, wakakimbia. Kwa wananchi wapita njia ndo wakapiga simu fire. Na shauri pia Watanzania,
hasa walioko Arusha. Namba yetu ya dharura ni rahisi sana, 114. Ni wajibu wao kupiga na kutoa taarifa kuliko tusubiri moto uwe mkubwa afu kaleta madhara. Sidhani kama italeta afya. Tungeweza kuokoa mali nyingi, tungeweza kuokoa vyote vilivyoungua na tungeweza kuuzima moto kwa wakati endapo taarifa ingefika kwa wakati. Sababu tumesikia hapa wengine wanasema moto umeanza saa 8, lakini kama nilivyokuambia sisi tumepokea taarifa ya moto saa 9. Kwa unaweza kaona Gilly Bonny Online TV.